Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, katika pita zangu za huku na kule kuiangalia dunia ina yapi, kubwa zaidi hii leo ni kuhusu Wasiria waliokimbia mapigano Aleppo wameanza kurejea. Hawa ni maelfu ya Wasiria waliokimbia mji wa Aleppo baada ya kuzuka kwa mapigano baina ya vikosi vya serikali pamoja na kundi la wapiganaji wa Kikurdi la SDP wameanza kurejea katika mji huo. Taarifa kutoka ndani ya Syria zinasema watu wameanza kurejea makwao kwenye mji wa Aleppo, hususan baada ya serikali kutangaza kurefusha muda wa kusitisha mapigano kati ya vikosi vyake na wapiganaji wa Kikurdi wa SDF ambao wanaungwa mkono na Marekani. Tangazo la kurefusha muda kati ya pande hizo mbili limetolewa na serikali katika mji wa Damascus siku ya Jumapili. Maelfu ya watu waliokimbia mji wa Aleppo mapema mwezi huu wamekwepa mapambano makali yaliyozuka kati ya vikosi vya serikali na SDF. Wengi walikimbilia kwenye miji miwili jirani ambayo ilifurika watu na kusababisha ukosefu mkubwa wa mahitaji muhimu. Miongoni mwa miji hiyo ni ule wa Kobani ambao una idadi kubwa ya jamii ya wachache nchini Syria ya Wakurdi. Vikosi vya serikali viliingia kwenye mji huo siku ya Jumamosi baada ya wapiganaji wa SDF kuyaachia maeneo makubwa ya ardhi kwa hiari, wakisema ni kwa lengo la kuepusha umwagaji damu. Msongamano wa watu hasa kwenye mji wa Kobani ulizuka miito ya kutumwa misaada ya kiutu, na serikali ya Syria ilitangaza siku ya jana Jumapili na kufungua njia kwa mashirika ya kimataifa kupeleka msaada. Umoja wa Mataifa unasema tayari msafara wenye mahitaji muhimu umeshawasili Kobani. Mapema wiki iliyopita wakazi wa mji huo waliwaambia waandishi wa habari kwamba hawana chakula cha kutosha, maji wala umeme, na wimbi la watu wanaokimbia mapigano lilikuwa linaendelea kuongezeka kadri siku zinavyokwenda. Shirika la misaada la kiutu la Umoja wa Mataifa la OCHA liliwaambia waandishi wa habari kwamba malori 24 yaliyobeba msaada wa kuokoa maisha ikiwemo mafuta, mikate na vyakula vilivyo tayari kuliwa lilishawasili Kobani. Serikali imesema imefungua njia nyingine kuelekea mji mwingine jirani wa Hasake ambao huu nao umeshuhudia wimbi la waliokimbia mapigano. Mji huo unaofahamika pia kwa Kiarabu kama Ain Arab ulikuwa alama ya ushindi kwa wapiganaji wa Kikurdi zaidi ya miaka 10 iliyopita wakati walipokuwa wakipigana dhidi ya kundi linalojiita dola ya Kiislamu IS. IS ilifanikiwa kukamata eneo kubwa la ardhi ya Syria na Iran katikati mwa mwaka 2014 na kutangaza kile ilichokiita dola iliyofuata sheria za Kiislamu. Mwaka 2015 msaada wa Marekani, wapiganaji wa Kikurdi waliukomboa mji wa Kobani kutoka mikononi mwa IS. Hata hivyo, mnamo wiki za karibuni tu utawala mpya nchini Syria umeendesha kampeni kubwa ya kijeshi kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa upande wa kaskazini ambayo haya yamekuwa chini ya wapiganaji wa Kikurdi kwa zaidi ya miaka 10. Serikali inataka kundi la SDF liweke chini silaha na wapiganaji wake wajumuishwe kwenye vikosi vya taifa, huku ikiahidi kulinda haki za jamii ya Wakurdi ambao kwa miongo chungu nzima wanalalamikia kuonewa ndani ya Syria, nchini Iran pamoja na Uturuki.